malori ambayo tulikuwa tunaya service kwa bandari ya Dar es Salaam kabla bandari hii haijapata uwekezaji yalikuwa si chini ya malori 2100 kwa siku. Lakini hivi ninavyozungumza mpaka muda huu, malori ambayo kila siku yanaingia na kutoka katika bandari yetu yamefikia kuwa ni 3100. Na hii inaonyesha wazi kwamba trend ya wingi wa malori itaendelea kuongezeka kadiri siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo kutoka 2100 mpaka malori 3100 kwa siku, unazungumzia ongezeko la lori si chini ya 1000 kwa siku moja. Lakini jambo la tatu, mtakumbuka kwamba bandari yetu ya Dar es Salaam, kwa maana maji yalipo na guts zilipo, kwa eneo lake hatuwezi kuaccommodate kuweka mizigo ambayo inashuka kutoka mataifa mbalimbali au hata mizigo ambayo inaondoka ndani ya taifa letu au hata makasha ambayo yalibeba mzigo na sasa yanaondoka kuelekea kwenye mataifa mengine. Maana yake ni kwamba jambo la tatu ambalo pia limepelekea uwepo wa foleni ni uhitaji wa kuwa na bandari kavu, karibu na maeneo ya bandari. Nikisema karibu na maeneo ya bandari, mnaweza mkaniuliza swali kwamba sasa imetangazwa bandari kavu ya Kwara, kwa nini bandari kavu ya Kwara isingalikuwa ndio msumari wa haya mambo yote? Nafikiri tutatoa sababu pia hapo mbele baadaye. Lakini yapo mambo sasa mengine ya kisera, ya kisheria. Kwa mfano, uwepo wa mizani ile ya Kurasini nalo limeonekana kama tatizo, kwa maana wa ushauri umetolewa wa namna pia kufanya ili angalau tuweze kufika maeneo ambayo ni mazuri zaidi. Lakini zimetajwa pia sababu zingine, zikiwa ni pamoja na miundombinu ya barabara kuwa ni ile ile, na kwa mantikio upo ushauri pia ambao umetolewa. Sasa jambo la kwanza ni kwamba kwanza tumeunda kamati pia ndogo ambayo itaweka pamoja mawazo yote ya wadau ambayo yametolewa, ikionyesha mawazo yanayoweza kutekelezwa kwa haraka, lakini mawazo ambayo yanaweza kutekelezwa kwa muda mrefu, mawazo ya kisera na kisheria, lakini pia mawazo ambayo yako nje na mfumo huo. Kwa hiyo katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam analiratibu hilo, na mara baada kamati hiyo itakapokuwa imekushafanya kazi za kupata taarifa in detail na hasa za kitaalamu, tutafikia mwisho na kutoa taarifa kwa wadau. Moja ya jambo ambalo labda niwape tu mfano ni kwamba yapo malalamiko ambayo wadau wanazungumzia kuhusu bandari kavu kuwa mbali na eneo la bandari, wakiwa na sababu moja kubwa kwamba utakapopeleka mzigo wa bandari mbali, maana yake itabidi tena utumie gharama. Kama ikitokea mzigo huo inabidi urudi tena Dar es Salaam, maana yake utapakia mara mbili, kutoka hapa kwenda bandari kavu na kutoka bandari kavu tena kwenda kwa mlaji. Sasa sababu kama hizo tunazipokea kuwa ni sababu, lakini timu hii sasa ya wataalamu ita detail zaidi na kuweza kutoka na jambo ambalo linaweza likatusaidia. Lakini jambo jingine la msingi ambalo tumelizungumzia ni kuhusu miundombinu ya barabara. Upo ushauri ambao umekushatolewa na ambao sisi wenyewe pia katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa kutumia pia wataalamu tunaendelea kuangalia njia mbadala za haraka. Lakini hapo mwe mnafahamu, nikisema mambo ya kisheria, mzigo wa transit ukishatoka bandarini umebeba mzigo wa transit, zipo sheria ambazo zinaitambua barabara na zipo sheria ambazo zinatambua kwamba mzigo wako usiende pembeni mwa barabara kwa kilomita ngapi au kwa mita ngapi. Kwa hiyo inaweza katokea barabara let's say imetengenezwa mahali pengine. Kwa lugha nyepesi ni kwamba gari ya transit iliyobeba mafuta au ni gari haliwezi kupita vichochoroni. Manake ni kwamba huko vichochoroni tumekubaliana kwamba lazima pia tutafute njia za mbadala kwa haraka sana na tuweke fedha ili tuweze kutatua changamoto kubwa inayohusiana na masuala ya foleni. Lakini kama ambavyo nimezungumza pia awali kwamba masuala ya foleni katika mkoa wetu wa Dar es Salaam lazima yawe in partnership na mkoa wa Pwani. Ukitoka hapa kuelekea Mtwara unamkuta Pwani, kwa maana wilaya Mkuranga. Ukitoka hapa kuelekea Tanga kupita njia ya Bunju unamkuta Pwani, kwa maana wilaya ya Bagamoyo. Ukitoka hapa na Morogoro Road kuelekea Morogoro Mbeya unamkuta Pwani, kwa maana Kibaha.
na ndio maana sasa tumekubaliana sisi na Pwani katika mipango yote tutakuwa bega kwa bega ili kuhakikisha matatizo haya yanayohusu watu wetu yanatatulika kwa haraka. Na jambo la mwisho ambalo ningependa pia mlifahamu, kumekuwa pia kuna tatizo la taasisi zetu wenyewe kutokuwa pamoja katika kufanya decision ama katika kutoa katika kufanya decision. Kwa mfano, leo mkiangalia anayetoa vibali vya bandari kavu, kila mmoja anamnyoshia mkono TASAC. Lakini TASAC naye ameeleza hapa kwamba kuna taasisi nyingi ambazo zinahusika na utoaji wa vibali katika maeneo yao, alafu TASAC anakuwa wa mwisho katika kutoa kibali hicho. Moja, watu wa NEMKI; mbili, watu wa OSHA; tatu, watu wa Local Government Authority kwa maana watu wa mpango miji; nne, watu wa ardhi; tano. Kwa hiyo unaona wote wale lazima sasa tumekubaliana kukawe na kikao cha haraka cha taasisi zote za kiserikali ili decision zote ambazo zinafanywa na watu in a team. Kusiwe tena kuna huyu kafanya hivi, huyu kafanya hivi, ili mambo yote yaweze kwenda pamoja. Kwa ndugu waandishi wa habari, kwa kuwa hapa niko pia na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kibaha, yapo masuala pia ambayo yeye mwenyewe pia ameshuhudia kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kwamba tunaanza kazi hiyo mara moja, na ikiwa ni pamoja na kusimamia miundombinu ambayo ipo sasa kuweza kuiharakisha, lakini na ushauri mwingine ambao umetolewa ili tuweze kufikia mwisho. Swala la mabasi hapa tupo na watu wa LATRA. Yapo mambo ambayo kikao kimeshauri, lakini kwa haraka sana tutakutana na wamiliki wa mabasi, na kikao hicho tutakapokutana na wamiliki wa mabasi tutawaeleza. Moja ni kwamba hatutaki kufrustrate mnyororo wa uwekezaji wa mabasi ambao umefanyika, lakini ni ukweli usiopingika kwamba hatuwezi kuruhusu kila jambo katika mkoa wetu bila kuzingatia taratibu na sheria. Sheria na taratibu lazima ziwepo, na kwamba mji wetu unakuwa hauwezi kukua kiholela tena. Kwa hiyo tumekubaliana baadhi ya mambo, na jambo mojawapo ni kwamba timu yetu hiyo ambayo imeundwa itawafikia pia wamiliki wa mabasi na kuweza pia kupata taarifa za msingi kutoka kwao, ili mwisho sasa tuweze kulinganisha na taratibu na sheria tulizonazo ndani ya LATRA pamoja na wenzetu wa halmashauri, na tuweze pia kufikia mwisho. Lengo, tunamlinda mlaji na mwekezaji, na tukimlinda mlaji na mwekezaji manake tunataka biashara zake zikue, lakini zikue katika utaratibu. Mtakumbuka kwamba pia tuna stand pale Magufuli iko pale pale Mbezi. Itakuwa sio busara stand ikabadilika ikawa ni White Elephant Project, ikawa ni project ambayo ni kama White Elephant. Lazima pia tuangalie pesa ambazo zimewekezwa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka pia fedha pale, na ni pesa pia za wananchi. Lazima pia fedha hizo pia tuangalie namna gani zinakuwa na tija pia kwa watu, ili mwisho wa siku uwe ni uwekezaji ambao unatija kwa Watanzania wenyewe, na sio uwekezaji ambao utakuwa unatija na kwamba inakuwa kama ni kupoteza fedha. Kwa tutakapofikia kwenye maamuzi tutawaambia pia, ili muwahabarishe Watanzania wote kuhusu yale ambayo tumeyaamua. Kwa kwanza ni kupata mawazo ya kitaaluma kuhusiana na jambo hilo, na kama unavyoona leo kikao chetu ndio mkakati wetu wa kwanza. Lakini namba mbili ni kwamba kinachosababisha foleni, niweke clear hapa, sio kukua kwa bandari tu au kwa matatizo bandari tu, hapana. Leo mkiangalia Kariakoo iko upande huu tuliko, iko mjini. Manake Kariakoo kama sehemu kama habu kubwa ya kiuchumi, na yenyewe pia ni sehemu inaweza kutrigger masuala ya foleni na vitu vingine. Kwa sio sababu moja, lakini sababu zinazidiana kwa ukubwa. Sasa mikakati yetu ya kwanza ndio hii ambayo tumesema tunajadili na kupata mawazo ya kitaaluma. Lakini namba mbili, kwenye kamati yetu ambayo inakwenda kumalizia kazi, ni kwamba zipo baadhi ya hoja ambazo sasa tunakwenda kujiridhisha kwa mara ya mwisho, ili tuzitoe kama taarifa sasa kwa wana Dar es Salaam wote. Moja, tukizungumzia kuhusiana na kupanua kwa barabara, tuwe na majawabu sahihi kuhusu ni barabara gani itatanuliwa, kwa ukubwa gani, na ni kwa muda gani barabara hiyo itatanuliwa, ili kuweza kumaliza tatizo la foleni. Lakini namba mbili, nikisema kutakuwa na barabara ya bypass ambayo inaweza kusaidia pia uondoaji wa baadhi ya magari, tuwe very sure kwamba bypass hiyo itakuwa iko sehemu gani, inaweza kuwa kilomita ngapi, na inaweza kukamilika kwa muda gani.
Lakini namba 3, tukisema malori yote yaanze kufanya kazi kuanzia saa 2 za usiku au saa 3 mpaka saa 11 asubuhi, ni jambo ambalo pia tunalizungumza, lakini ili iwe hoja ya msingi ya kuwapa Watanzania lazima tuidigest up to the end. Na ndio maana kwamba kamati hiyo sasa inakwenda kuangalia, tukisema malori yasiwe yanakuja kuanzia yaanze kuanzia saa 3, je, watu wa Kibaha na Dar es Salaam mna eneo kubwa la parking kwa namna gani ili kuhold magari? Lakini 2, bandari mmejipangaje ili kuhakikisha kwamba huduma za kibandari zinahamia usiku? Kwa sababu kama bandari inamhudumia mtu wa lori, manake ni kwamba huduma zote zinazohusu lori kwa uamuzi huo inabidi bandari isimame ili ifanye kazi usiku. Sasa tumesema kwamba bandari lazima ifanye kazi saa 24. Kwa hiyo pamoja na kuna changamoto, lakini lazima pia tuangalie changamoto hizo tunazitatuaje. Kwa hiyo leo hii na mipango na mikakati ambayo tumekwisha ijadili yote kwa pamoja, sasa ili iwe hoja ya kukaa kwenye chombo cha habari ili Watanzania waweze kuipata, tumebakiza stage ndogo sana ya kudigest up to the end ili tuwe very sure beyond reasonable doubt.